غرباء 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 غرباء. Ulituambia kwamba wizara yako ina kitengo kilichoanzishwa au kinatarajiwa kuanzishwa kinachoshughulikia namna ya kuvishughulikia viashiria vya uvunjifu wa amani. Sasa sisi tunakutolea ombi rasmi kwako kwamba sisi tuna haja sana ya kushirikiana au kujua zaidi juu ya kitengo hiki na kuona ni kwa namna gani kama serikali mtatusaidia sisi katika taasisi zetu kuendeleza dhana hii, kwa sababu tunaamini kwamba unaposema ukimwona Mkristo chinja, ukimwona padri mwagie tindikali, tayari hicho ni kiashiria cha kuvunjika kwa amani. Akiingia mtu msikitini, anafika tu anachukua ile maiki anapora, hakuna imamu mle, asema huu ni msikiti wa Mungu, hakuna cha imamu, hakuna nini, huu unachukua tu. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokwenda kuteka Maka, akawashinda nguvu makafiri wa Maka au washirikina tunawaita, maana walikuwa hawana dini. Alipomaliza shughuli ya kusafisha uchafu ndani ya Kaaba, alichukua ufunguo wa Kaaba akasema, aina bani Abdidari. Bani Abdidari ni kabila ambalo linamiliki Kaaba, kwa maana ya usimamizi wa funguo za msikiti ya nyumba ya Kaaba iko mikononi mwa watu hao. Na Mtume alivoteka toka enzi za ujahilia mpaka amekuja yeye, akasema rudisheni ufunguo huu kwa hawa. Hakuna msikiti usiokuwa na wenyewe, na imamu wa msikiti ndio kiongozi mkuu wa pale, huwezi kufika unaingia. Hivi ni viashiria vya uvunjifu wa amani. Tunaomba sana utafakari namna ya kutuwezesha mikutano kama hii. Huu ni wa Dar es Salaam, tungependa sana tukutane siku nyingine na maimamu wa Morogoro, wa Tanga, wa Kigoma, ambapo pote huko viashiria hivyo vipo. Tukae tuelezane juu ya mambo haya. Wako wengi sana miongoni mwa wanaofanya hivyo viashiria hawana uwezo wa kujua kwamba wanachofanya sicho. Tunachojitahidi kwetu kwanza kuelimisha wananchi wasijue sheria hizo, wakizijua watazingatia. Kwa hiyo tunajitahidi elimu sana kwa wananchi ili wajue kwamba hili ni kosa, nisilifanye. Maana yako mengine wanayafanya kwa sababu hawajui. Baada ya elimu kinachofuata ni utekelezaji tu. Polisi, mahakama zifanye kazi yake. Biashara yao ya mapato, kuleta ugomvi, kuleta mauaji, watu wasiwe na amani. Uvunjaji wa amani ni biashara ili watu waweze kupata mradi wao. Na pia ametueleza na ametunasihi sana waziri wa katiba hapa kwamba yote tunaweza tukayasahau, lakini Bwana Yesu alituambia na alitufundisha, mpende jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Na haya maneno ni msingi wa dini zote. Mitume wote waliokuja kuwafundisha binadamu waliwafundisha msingi huu, na Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa alihi akatufundisha maneno yale yale kama alivyofundisha ndugu yake Bwana Yesu, rehma na amani ziwe juu yake. Mtume akatuambia, ahibba linas ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu lile ambalo unalolipendea nafsi yako mwenyewe. Ni swala la binadamu, kila binadamu ana haki. Kama vile unavyoipenda nafsi yako, basi wapendelee na binadamu wenzako yale yale unayoyapenda kwa nafsi yako. Sasa uvunjaji wa amani unatokea wapi? Kwa hiyo tunaendelea na mada yetu ya leo, na kama tulivyosema tuna mada mbili kuu. Ya kwanza inazungumzia uvamizi wa mataifa ya magharibi katika nchi changa ikiwemo Syria, Afghanistan, Iraq, Bahrain na sehemu zingine, na mada ya pili inazungumzia namna gani Waislamu na Wakristo tunavyoweza kuendelea kuishi kwa amani katika nchi yetu hii ya Tanzania.
Mzungumzaji wa kwanza leo tunamkaribisha Sheikh Ghawth aweze kuogelea katika mada ya kwanza. Sheikh Ghawth, karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wapenzi Waislamu na wapenzi wasiokuwa Waislamu waliohudhuria katika semina hii, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mada ya semina imekuja swala la amani duniani. Swala la msingi kabisa katika maisha ya mwanadamu toka alipoumbwa. Tunapoongelea swala la amani ya Tanzania kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, ina makundi matatu ya wanaoishi Tanzania: Waislamu, Wakristo na wale wasiokuwa na dini. Dini hizi mbili kuu duniani zilizoko Afrika, dini kuu duniani ziko tatu: Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Uyahudi kwa huku kwetu haupo. Tunao Uislamu na Ukristo. Tunapozisoma historia ya dini hizi mbili, tunazikuta kwamba chimbuko la dini hizi mbili linatokea katika sehemu ya dunia inayoitwa Mashariki ya Kati. Jina hili Mashariki ya Kati, ukiangalia ni nchi za Kiarabu. Kwa huku kwetu sisi wa Afrika, nchi za Kiarabu haziko mashariki, ziko kaskazini, lakini zimeitwa Mashariki ya Kati kutokana na Mwingereza aliyokuja kipindi hicho cha nyuma, ndiyo aliyoziita Mashariki ya Kati. Ukiangalia kwa upande wa nchi za Ulaya, kwa hiyo iliitwa Mashariki ya Kati kwa sababu ya nchi za Ulaya zilizoanza kuvamia maeneo ya nchi za Waarabu. Mashariki ya Kati kuna mataifa mawili makubwa: taifa la Kiyahudi na taifa la Waarabu. Taifa la Waarabu linaishi Waislamu na Wakristo. Chuki na kutokukaa pamoja baina ya Waarabu na Mayahudi kuna msingi moja tu wa ufalme na viti vya utawala toka enzi za mababu. Tunaposoma historia katika Qur'ani, inatuonyesha Bani Israeli walivyokuwa wakiteswa na Waarabu kipindi cha nyuma. Ukisoma kisa cha Jalut na Talut, utaona kwamba Bani Israeli wanaenda kwa nabii Yeremia wakimwambia, tunaomba mtu ambaye atatuokoa na watu hawa wanatudhulumu. Alam tara min bani Israila idh qalu linabiyyin lahum. Bani Israili wanamwendea mtume, wanamwambia sisi tunadhulumiwa. Matokeo yake wakaomba kiongozi wa vita, akachaguliwa kiongozi wa vita, wakaenda vitani, jambo ambalo walishinda katika vita vile. Kwa kutokea Nabii Daudi mwisho akaweza kushinda vita. Hivi vilikuwa ni vita baina ya Mayahudi na Waarabu wa kipindi hicho. Asili na msingi wa vita hivi
ni chuki ya Wayahudi kwa Waarabu, wakidai kwamba Waarabu ni taifa la mtoto wa mjakazi. Historia inatuonyesha kwamba Wayahudi na Waarabu ni watu wa mtu mmoja. Kwa baba yao Ibrahim, Ismail ndiyo alioleta taifa la Kiarabu, na upande mwingine Ishaq aliyokuja akaleta taifa la Kiyahudi. Utume uliendelea kutoka kwa Ishaq. Hakukuja mtume mwingine baada ya Ismail katika kizazi cha Ismail ila mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kizazi cha Mayahudi kutoka Nabii Ishaq kiliendelea utume mpaka mtume wa mwisho Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Ilipokuja habari kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaambia kwamba utume huu utakwenda katika kizazi cha Ismail, Mayahudi walihisi kwamba Ismail mama yake ni Hajar. Hajar ni mjakazi aliyopewa Misri, Mwafrika. Haiwezekani akaja akawa nabii. Kwa hiyo Mashariki ya Kati inaishi hali ya chuki ya udini na umadhehebu. Baadaye ikaja chuki ya kisiasa. Nitawapa mfano chuki za kidini. Unapoishi Mashariki ya Kati, alhamdulillah nimeishi kule, nimeona jamii ya Mashariki ya Kati inavyoishi, inaonyesha kwamba hawa watu hawakuwahi kuwa wamoja. Ukienda Syria kuna mitaa maalum wanaoishi wa Kristo. Mitaa kama vile Bab Tuma, Germana, Bab Musalla, hii ni mitaa wanaishi wa Kristo tu. Hukuti Muislamu anamiliki nyumba pale. Ukienda Lebanon wameweka kanuni na katiba ya nchi inasema kwamba kila rais anayekuja Lebanon lazima awe Mkristo. Ukienda Misri kadhalika, Makipti wa Kristo wana mitaa yao wanaishi. Ukienda Iraki, mikoa miwili mitatu, sehemu asilimia 25 ya Baghdad wanaishi wa Kristo. Ukienda Mosul, mkoa wa Mosul, mkoa asilimia 90 ni wa Kristo tu. Ukienda Arbil, mkoa mzima ni wa Kristo tu. Hakuna mahusiano ya kuchanganyikana. Hizo ni chuki za kidini. Mkutano kama huu unaofanyika hapa, tumekusanyika Waislamu Mashia, tumekusanyika Waislamu Masuni na Wakristo. Kule Middle East hakuna kitu kama hicho. Kimekuja baada ya mapinduzi ya serikali ya Kiislamu ya Irani. Al-Imam al-Khomeini ndio akaanzisha chombo maalumu alichokiita Taqribul Madahib, kuunganisha baina ya dini na madhehebu mbalimbali. Akakiundia sheria na akakipa uongozi kamili wa kuangalia miundombinu itakayowezesha Waislamu na Wakristo, Waislamu kwa Waislamu kuweza kukaa pamoja na kupanga mipango miji yao. Hii ilitokea baada ya mapinduzi. Kabla ya hapo huwezi kukuta Waislamu Mashia na Waislamu Masuni wamekaa pamoja. Hizi ni chuki za kidini. Na utaona hata baada ya kuanguka Hosni Mubarak akaja Muhammad Mursi. Muhammad Mursi ni mtu ambaye ana fikra za kiansari sunna. Akawa anashangilia mauaji yaliyokuwa yakifanyika ya Wakristo wa Kipti kule mitaa ya Kahira. Kiongozi mkuu wa nchi kunapotokea mauaji sehemu akayanyamazia, ina maana kwamba anayaunga mkono. Na mwisho alipokuja akachinjwa shekhe katika mashehe wa Kishia, pia tukio hilo akalinyamazia.
Hiyo ni chuki ya kimadhehebu, kidini. Tuje chuki ya kidini, ya kimadhehebu. Ukisoma Mashariki ya Kati, Mashariki ya Kati tunakusudia nchi za Kiarabu zilizoko Uarabuni, bara Arabuni lile likiongoza na taifa kubwa la Saudia, na nchi za Kiarabu zilizoko Afrika, Algeria, Morocco, Tunisia na Misri, Libya. Ukiingia na upande wa nchi kama vile Uturuki, hizi ndizo zinazoitwa Mashariki ya Kati. Ukiangalia taifa hili linaloitwa Mashariki ya Kati, kama tutaliita ni taifa moja, toka enzi za mababu na mababu limekuwa lina watu wawili. Kuna watu walioitwa Mashia na kuna watu waliitwa Masunni. Watu hawa walianza mgawanyiko wao mara tu baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tabani kipindi kile hakukuwa na unwani ya usunni, hakukuwa na unwani ya ushia. Watawala wa Bani Umayya ndio waliokuwa na sauti ya kusema nani awe karibu, nani awe mbali na ufalme, nani aweze kuishi vizuri, nani asiweze kuishi vizuri. Ukaja utawala wa Bani Umayya ukalifanya hilo, ukaja utawala wa Bani Abbas ukalifanya hilo. Chuki zilizotoka kwa wafuasi wa Imam Ali salamullahi alayhi walipopigana katika vita vya Siffin na Muawiya ibn Abi Sufyan, Ali kama Ali hakuwa na chuki na mtu, lakini waliokuja baada yake, kama hivi hapa sisi tunapoona ameeleza Sheikh mkuu wa Bakwata kwamba hakuna kiongozi wa Wakristo ambaye anapanga jinsi ya kukojolea msahafu, wala hakuna shekhe anayepanga kanisa fulani lichomwe. Wafuasi, chuki zile ziliendelea kwenye utawala, raia, mpaka zimefika kwetu. Lakini hakukuwa na chuki za kupigana hivi tunavyopigana leo. Tumeanza kupigana baada ya kuja mabwana hao waliovamia mashariki ya mbali au mashariki ya kati, na sisi huku pia tumerithi chuki hizo na vita hivyo, kwamba kila asiyokuwa wewe, kila asiyokuwa na imani yako, huyo ni kafiri na hana haki ya kuishi. Pamoja na kwamba pengine hawasemi, lakini ninapochukua kisu, ninapochukua panga kama alivyoeleza mufti, nikawa na haki ya kukuchinja wewe, ina maana ninaamini kwamba wewe huna haki ya kuishi. Kwa hiyo Mashariki ya Kati imeishi chuki kidini, imeishi chuki kijamii, na imeishi chuki kimadhehebu. Tukiangalia kwa mfano leo Syria ambayo inapigwa vita na mataifa yote ya Kiarabu kabla ya yale ya magharibi, likiongozwa na Saudia, Qatar, Misri aliyokuwa Husni Mubarak, akaja Muhammad Mursi katika lecture yake ya mwisho ni dhidi ya Syria. Viongozi wa Saudia mpaka leo wanasema sisi hatutaacha kuwapa silaha wapinzani wa Syria dhidi ya Rais Bashar al-Assad. Qatar vile vile, waziri mkuu wa Uturuki Erdogan vile vile, wafalme wa Qatar, Imarat vile vile. Kwa nini chuki kwa taifa la Syria? Watu ambao ni Waislamu kama wao, ni Waarabu kama wao. Nini kilichoko pale? Ni umadhehebu. Utaona katika mwanzo
wa mapinduzi yalivyoanza Tunisia, yakaenda Misri, yakaja Libya, yakaja Bahrain. Pengine mpaka leo hamsikii vyombo vya habari vikataja Bahrain. Ilipofika Syria, akatoka moja ya mashekhe wakubwa. Taban mimi simuiti yumathil sunna, la hadha yumathil ra'yahu. Simuiti kwamba huyu ana represent masunni wote, ana represent watu wachache wenye msimamo kama watu. Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi Misri al-asl, mukhabarat Israiliya abra mukhabarat Qatariya. Alipokosana na Husni Mubarak akafukuzwa Misri, akaenda akalelewa na makachero wa Qatar, na makachero wa Qatar tabani walikuwa wakilelewa na makachero wa Israeli. Yalipofika maandamano Syria, akatamka maneno haya, maneno ya hatari yaliyopelekea mamufti wa Saudia kutoa fatwa kuwachinja maaskari wa Syria. Na tumeona kwenye interneti kuchinja watu, wakala mioyo ya watu, amalia mukazzaza la yatasawwaru aqlu al-insani. Akasema Yusuf Qaradawi, Syria nchi ya Kisunni lazima iongozwe Kisunni. Maneno haya ni maneno hatari. Ikiwa wewe ni kiongozi leo, mashia ndani ya Syria ni wachache, hawafiki 10%. Ukienda Syria, mashia wanaishi mtaa wa Saida Zainab, Jabal Abidin, ndio mitaa. Ukienda Homs kule wana mitaa miwili tu. Leo unapokuja kusema kwamba nchi ile lazima itawaliwe Kisunni, kule Irani pia kuna Masunni, nchi inatawaliwa Kishia, unataka Masunni wafanywaje? Dr. Yusuf Qaradawi akawa anaeneza chuki ya kimadhehebu. Chuki zile utaona huku kwetu zimerithiwa na watu hao wanaojiita ni wenye kunusuru sunna ya Mtume, Ansari Sunna wanaita Sheikh Khalif Khamisa, anawajua vizuri, pengine ni marafiki zake hawa wakata suruani. Watu ambao wanaamini kwamba kila asiyekuwa yeye ni mushrik, ni kafir, ni lazima auawe. Mufti amesema hapa kwamba imamu kachinjwa msikitini, mtu kachinjwa msikitini na imamu kapigwa nondo. Chuki za watu hawa ambazo hazina malengo ya kuishi pamoja. Juzi tulikwenda Bagamoyo, tukakutana na baadhi ya wanaharakati pale Bagamoyo, wakatuambia hawa mabwana jinsi wanavyoendesha dini yao, kwamba mwanamke yeyote ambaye hako bichi kule, hakuvaa hijabu, basi atachezea bakora. Dini hii ni ya watu hawa. Sisi tunaamini kwamba hijab ni mavazi ya kisheria ya mwanamke yoyote, lakini kumuona mwanamke ambaye hakuvaa hijabu na kumpiga bakora barabarani, hilo halipo katika Uislamu. Tunapochukua sheria mikononi mwetu, nikupe mfano ambao mara nyingi mimi naipigia mfano Uislamu jinsi unavyopanga mambo. Uislamu unasema mwizi akatwe mkono, mzinifu tunaangalia ana hukumu gani, au wawe au apigwe bakora. Kukikosekana mtu wa kulifanya lile, kwamba hatuna kadhi mwadilifu wa kulifanya lile, Uislamu hausemi huyu mtu akatwe mkono. Kwa sababu tukiruhusu mimi nikamshika mwizi alioniibia kilemba nikamkata mkono, wewe kesho mwizi kakuibia simu unamkata mkono, kesho ataibiwa mtu mwingine maji atakatwa mkono. Itakuwa hakuna uadilifu.
utakuwa hakuna uwiano baina ya kosa na adhabu itakayotolewa. Kwa hiyo sisi Waislamu tunao serikali kamili inayotuambia vipi tutatekeleza hukumu za Kiislamu. Sio wewe umekosea nichukue amri, nichukue sheria mkononi, nikuchinje. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo Mashariki ya Kati imeishi chuki hizo za kidini, za kimadhehebu na za kijamii mpaka leo. Chuki ambazo sisi wa Afrika sasa, wa Tanzania, tunaanza kuzirithi, jambo ambalo ni hatari. Tukisoma katika vitabu vya kihistoria tunamuona Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikaa na Wakristo, akijadiliana na Wakristo. Qur'ani inasema ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaa bainana wa bainakum. Hii ni Qur'an. Qur'ani ikiwaambia Wakristo, ikiwahoji kwa dalili, sio kupanga. Qur'ani ikiwahoji hata mushrikina kwa dalili, sio kupanga. Walipokataa mushrikina, walipoanza sasa kumwekea mikingamo Mtume, asifanye hivi, usifanye hivi, pale ndio Uislamu ukaidhinisha kwamba uwapige wale waliokupiga, sio uwapige waliokuwa wasiokuwa na imani sawa na wewe. Hakuna Uislamu kama huo. Wajadilu billati hiya ahsan. Sisi tunapojadiliana hata nyumbani, unajadiliana katika yale ambayo mnakubaliana. Yale ambayo hatukubaliani, wewe lakum dinukum, huna haki ya kunipiga, huna haki ya kuniambia mimi ni mushriki, huna haki ya kuniambia mimi ni kafiri, huna haki yoyote ya kuniataki mimi kwa hali yoyote. Tunajadiliana, tukifika mwisho hatukukubaliana, unabaki na msimamo wako na mimi nabaki na msimamo wangu. Uislamu haumlazimishi mtu katika dini au katika imani yoyote ile. Unamlazimisha mtu kwa dalili. Ukikubali dalili, kubali Uislamu. La ukikataa, hatuna haki ya kukulazimisha wewe jinsi ya kukubali Uislamu wetu. Kwa hiyo changamoto tulionayo aliyotuachia Mheshimiwa Mathias Chikawe, vyanzo vya vurugu na vyanzo vya uvunjifu wa amani ni kila mtu kujiona kwamba yuko sawa na asiyokuwa yeye si sawa. Hii ni moja ya chanzo cha vurugu. Ama kubuni mbinu, nafikiri ni swala ambalo Waislamu wenyewe kwa wenyewe, Waislamu pamoja na Wakristo kukaa na kubuni mbinu. Wakristo wapo uvunjifu wa amani, Waislamu wapo uvunjifu wa amani. Kwa hiyo kukaa Wakristo wakawajua hawa Wakristo wavunjifu wa amani ya kina nani, na Waislamu wa kukaa Waislamu wavunjifu wa amani wa kina nani, na kuwatoa hadharani. Kwa hiyo ni juu ya Waislamu wa Tanzania na Wakristo wa Tanzania tushirikiane kwa pamoja juu ya kugundua hawa wavunjifu wa amani na kuwapa adhabu inayohusika. Nimepewa dakika 20 naona zimekwisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haiendi namna hiyo. Kwa hivyo akili naamua kwamba kuna mipaka. Wewe na mke wako mmewekewa mipaka. Mke wako hamkuelewana, sio uende uanze kumpiga. Masuala ya kupiga hayapo. Mmezungumza, mmefika mahala imegota, mnaacha. Kupigana hakupo. Mimi na wewe tumejadiliana, tumefika mahala hatukuelewana, tunasimama hapo, inshallah yatakuja mafanikio baadaye. Ndio tukaambiwa hakuna kulazimishana ndani ya dini. Na kama wewe ni mkereketwa sana, huenda umepewa rungu na Mungu, tunakuuliza mbona hao mitume hawakufanya hivyo? Amekuja Bwana Yesu hakufanya hivyo.
Amekuja Mtume Muhammad hakufanya hivyo, akaambiwa na Mungu, lasta alaihim bimusaitir, wewe sio wa kuwalazimisha, kazi yako umefikisha, anayetaka na afuate, asiyetaka basi. Mungu alituumba akatuachia khiari, wewe ni nani wa kulazimisha watu? Zangu Waislamu pamoja na Wakristo mlioko mahali hapa, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii, na tena nishukuru sana kwa ajili ya mkutano huu. Sana sana niwashukuru wale waliofikiri kuandaa mkutano huu kuzungumza juu ya amani. Mimi naitwa Askofu Philbert Mbepera, naongoza kanisa la Msasani ambalo naitwa Galilaya Temple, lakini pia nimekuwa askofu kwa miaka 5, askofu wa jimbo, askofu wa jimbo kwa miaka 5. Nilikuwa makamu wa askofu wa jimbo kwa miaka 7. Nimekuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Lindi na Mtwara kwa miaka 5. Kwa kweli niseme tu kwamba tunapopotoka kwenye maadili ndipo matatizo yanaanza. Nchi yetu hii tulilojengwa na hayati Julius J. Kambarage Nyerere, tumejengwa hatukuambie kwamba ukimwona Muislamu au ni adui yako, au ukimwona Mkristo au ni adui yako. Hii haikwepo. Lakini tufahamu ya kwamba tunazaa watoto ambao hawajui Kambarage alituambia nini. Tuna haja sana sisi tuliopo kuihubiri hiyo kwa bidii sana. Mashehe muihubiri, na sisi maskofu na wachungaji tuihubiri amani. Maana tumejengewa kuwa na amani, na tulijengewa kwamba tusitofautishe kwamba we ni kabila gani, huyu ni kabila gani. Hii ni sehemu nzuri kabisa sisi tuliyoipata, na tunasifika duniani kwamba sisi ni watu wa amani. Itakuwa ni ajabu dunia watashangilia atakapotuona sisi tunaanza mambo ya ajabu. Mtoto mdogo wa Kikristo au wa Kiislamu akikosea, watu wasiseme amekosea Muislamu wala Mkristo, waseme mtoto amekosea. Akikosea mtu fulani labda Muislamu, tusiseme kwamba sasa Waislamu wamekosea. Hii ni dhana potofu. Je, tukimkamata, mapolisi wakikamata jambazi wa Kikristo, wanasema Wakristo ni majambazi? Hawasemi. Sisi kwa nini tuseme hivyo? Ni jambo la kuangalia sana. Na tena ninalowaomba sana sana wote watumishi wa Mungu, tuhubiri amani, kwa sababu nimetembea sehemu mbalimbali na mikoa mbalimbali. Nimetembea akuta mtu anahubiri kitu cha ajabu. Wakati mwingine inawezekana kwamba ni mwanasiasa, ukataliwe kuwa mwanasiasa. Mimi sikutaka kuwa mwanasiasa, lakini kwa sababu ya tabia yangu nakana na vibaka, naongea nao, wanashangaa askofu huyu vipi, nakaa na nani na wamama wajane pale, naongea nao, hata wanashangaa. Mwisho akanichagua kuwa mwenyekiti wa serikali Msasani. Hivi sasa mimi ni mwenyekiti wa serikali, jambo ambalo mara ya kwanza mwaka 2000 nilikataa. Baada ya kukataa, mambo hayakwenda vizuri Msasani, bonde la mpunga. Sasa baada ya miaka 5, kwa sababu ilichukua chama kingine, baada ya miaka 5 akanifuata tena,
Ni kwa sababu ya ile lugha nilionayo katikati ya watu. Hata kama mtu ana lugha mbaya, usimjibu lugha mbaya. Ukimjibu lugha mbaya, tunajenga kitu kibaya. Lazima umtafutie nafasi ya kumtengeneza katika lugha yake mbaya. Wakaamua tena mara ya pili, baada ya mimi kukataa, tunahitaji sana uwe mwenyekiti wa serikali. Na mimi nikaamua, okay. Nikasema kokoa, mmenidai sasa, na mimi nikubali. Nikakubali. Sasa hicho tabia yetu ndiyo itakatufanya. Mimi walionichagua wengi, niseme kwamba wamsa sana na wasifie Waislamu wamsa sana. Walionichagua wengi wao wakataka, kwa sababu nakaa naongea nao, sina ila mtu na kakitako na Muislamu na mashehe na nini. Na juzi hapa tulikuwa tunazika Muislamu mmoja, wamesafirisha wampeleka huko Singida. Basi Muislamu yule akanitaka mimi niwe mshughulikaji wa kukaribisha wageni. Unaona kazi hiyo? Sasa tusione kwamba amani inapatikana kirahisi. Amani, hata rafiki, ukiwa na rafiki lazima utavumilia. Usipomvumilia, siku nyingine atasema kitu kibaya, utasema huyu basi nakataa kuwa rafiki. Si njia hiyo. Lazima tubadilike. Na vile vile kwamba tunapoenda sasa kuunga kupatana, maana Biblia inasema katika Amos sura ya 3 mstari wa 3, wawili watakwendaje pamoja wasipopatana? Sasa tumekuja hapa kupatana sasa. Jinsi ya kwenda. Na jinsi ya kwenda, lugha mbaya si nzuri. Amekukosea mwenzako, unaambia ukafiri huyu. Amefanya hivi, zile lugha mbaya. Na sisi vile vile katika madhehebu yetu zile kuna lugha mbaya za kindani. Hatuzitoi kwa sababu, kwa nini uzitoe? Mwenzako ataona kichefuchefu, ndio mwanzo wa kuharibiana. Lugha mbaya tusiwe nazo. Sisi tunasema ndugu zetu Waislamu, nenda popote hata kwa mapadri wanasema hivi. Labda kama waache siku hizi baada ya kumwagiwa tindikali. Lakini tunataka bado tuendelee. Hata kama mtu amemwagiwa tindikali. Sasa kama mtu muhaya akimpiga rungu ngoni, tuseme ngoni wote ni batili? Hatuwezi kusema hivyo. Lazima tufundishane hekima. Hekima ndiyo inaitunza dunia hii. Inatunza. Alafu sisi wenyewe tukiheshimiana, watoto wetu nao wataheshimiana. Sasa hivi tuna jeshi kubwa la vijana. Hawajui sisi tulitokea wapi na tulifundishwa nini. Ndugu zangu Waislamu, tuanze tena upya. Tukianze tena upya kwa nguvu, ili ya kwamba tuwe pamoja. Lolote tukalofanya tufanye pamoja. Hatusemi kwamba Muislamu ukishirikiana na mimi uwe Mkristo. Tushirikiane kama binadamu. Na ukiamua kuwa Mkristo, basi mimi nitakukaribisha. Kuna tatizo gani? Hakuna tatizo. Na mwingine Mkristo akiamua kuwa Muislamu, sikaamua, basi mkaribishe huko. Hamna shida. Ndio tutakavyokwenda. Kinyume cha hapa hatuwezi kufika. Lakini niseme kidogo juu ya wanasiasa. Wanasiasa hatutafuti utawala kwa njia ya maneno mabaya au kwa njia ya kumtukana mtu fulani. Tafuta utawala kwa kusema mimi nitafanya hivi na hivi na hivi. Yule mtawala amepungukiwa na hiki na hiki, mimi nitajazia hiki nikipewa. Hapo utakuwa mtu wa maana sana, na kila mwenye hekima atakufuata. Kwa sababu hatuwezi kuendesha nchi ya amani kwa nguvu, kwa kumtukana mtu fulani. Hivi jamani, niwaulizeni, ni nani mtakatifu hapa duniani? Kweli tunaweza kusema huyu mtakatifu hakukosea? Kweli? Mimi ni askofu. Unaweza kusema naenda bila kumkosea mtu? Sasa kama ni hivi, mtu akikosea isiwe kwamba
amekosea kweli kweli mbaya, astaghfirullah. Yeye yule tumshughulikie yule tumweke kikao. Na sana sana nataka kuambieni, Mkristo nikimwita mimi nikamweka kikao atakubali, na Muislamu ukimwita wewe shehe ukamweka kikao atakubali, lakini nikienda mimi hatakubali sawa sawa, mpaka wewe useme kwa aya zako zile na nini umtamkie, basi hapo itakuwa sawa sawa. Sasa tuko pande mbili ili nchi yetu sasa tunaiendesha kwa pamoja. Sasa tukazane kufundisha watu maadili mema, na niwaambieni kitu kimoja, hata mawaziri tulio nao wanajifunza makanisani, wanajifunza misikitini. Sasa sisi tusipokazana tutapata mawaziri wabaya, tutapata rais mbaya, kwa sababu hatukukazana. Sisi ndio kitovu. Jamani mashehe, ndugu zangu, jamani mashehe, namwambia ndugu zangu mashehe, tukazane, kwa sababu wanatoka makanisani kwetu, wanatoka misikitini kwetu. Sasa tuwape maadili mema, waende huku wafanya maadili mema. Wanapokuwa wamekosea, tunawaendea. Hata kama rais tunamwendea, kama ni waziri mkuu tunamwendea. Hapa mnateleza. Lakini tutapataje nguvu tusiposhirikiana jamani, wote wa aina zote, ili wasichokozane huko waliko kwa njia ya dini? Sisi tuanze huku, wanakuja misikitini kwetu, wanakuja makanisani, tutawanyosha huko, watakwenda kule, watanyoka, wanasema tumetoka makanisani kwetu, sasa tumeongozwa hivi, tumeelezwa hivi. Wataanza kuichukulia, kuyafanya kazi yale maneno ambayo tutakao tukua tukisema. Na niseme tu kwamba mashehe, ndugu zangu, na Waislamu wote na Wakristo na maaskofu wenzangu, isiwe ni kuitana kwa dharura tu namna hii. Lakini makosa yanaweza kuendelea. Makosa, unajua, unaposema hata polisi, unaposema mtu asiibe, utasikia Mbeya wameiba, utafanyaje? Lazima ufanye. Sasa tutakaposikia Mbeya kule Mkristo kampiga Muislamu kwa ajili ya Uislamu wake, lazima pawe na kikundi maalum kinachokwenda kuhakikisha kule vipi, kulikoni. Lazima, hakuna, kama nilivyosema mwanzo, watu wawili pasipo kupatana hatuwezi kwenda pamoja. Lakini tukiwa na kamati, mashehe wawili na kuna askofu na mchungaji, tukienda mahali Mkristo ampiga Muislamu, watakubali. Unaona shehe amekuja, unaona askofu amekuja, unafikiri kuna namna pale? Ni kukubali tu na kusema basi sitarudia tena. Nina maana ya kwamba ningeomba pawepo na kamati. Sio lazima watu wote waanze kutaruke. Unajua, watu wakisha koseana wanataruki, hakuna mtu anayewajibika. Lakini ionekane kuna watu fulani wanawajibika, wanapigiwa simu, huku kuna hiki, kuna hiki, ndio basi twende. Wanaokwenda ni wote Waislamu, Wakristo, wanakwenda, wanafika pale, vipi, mambo yamekuwaje, kulikoni, haya na haya na haya, wakusoma haya anasoma, wakusoma Biblia anasoma, mambo yanakwenda vizuri. Tutafika kwa njia hiyo tukiheshimiana. Tutakapokuwa tumeheshimiana, ndipo tutakapopata jawabu la nchi yetu. Mimi niwaambie kabisa, kwa kweli huko nyuma sikuwa kama nilivyo sasa, lakini nilipoona Waislamu, nilipoona Waislamu wananipigia kampeni, wananitaka mimi, wala sikuwaza, wananitaka, nikaona hawa watu wazuri, nimeanza kuwapenda kupindukia.
Na mtu nikisikia Muislamu akafanya kosa ni yeye. Sasa tusimame wote pamoja na tusiwasapoti watu wa makosa. Tuwe kama polisi, tuwe kama polisi, mashehe tuwe kama polisi, mchungaji tuwe kama polisi, mapasta tuwe kama polisi, kwa kutaka haki. Sisi katika makanisa yetu, yule mdhambi tukimkuta na madhambi tunamtenga, tunamwambia wewe sio muumini wetu, kaa nje, ukae nje kama mwaka au nusu mwaka, tukuone utarudi kwa machozi. Ndio tunafanya. Sielewi kwenu Waislamu unafanyaje, lakini sisi tukiona mkosaji kwetu tupa nje mpaka hapa atakapojirekebisha. Maana anataka kutuchafulia sisi mambo yake anayoyafanya. Watu wataona kwamba yule Mkristo yule, basi unaona sasa, na askofu wao bila shaka ndivyo anavyofundisha, weka nje. Ndio tunafanya. Kwa hivi tuwe na utaratibu, sijui kama wenzetu Waislamu na utaratibu huu sijui, lakini yote katika yote ni kwenda pamoja. Tuende pamoja tufike salama. Tusipoenda pamoja hatuwezi kufika salama. Na taifa letu watu walikuwa wanamezea mate, tuwasikie wanavurugana. Tangu sasa isiwe hivyo. Hatuvurugani tena katika jina la Yesu. Hatuvurugani, hatutaki. Tunataka tuishi vizuri kwa jina la Yesu. Na nyinyi mseme la kwenu la Kiarabu. Semeni wewe. Sawa sawa kabisa. Hatuvurugani. Kwa nini tuvurugane bwana? Sisi ni wamoja. Alafu isitoshe, mbona watu wameanza hata kuoleana, unaona Muislamu na Mkristo, unaona mambo sijui imekwenda. Sasa lazima tuweke sawa. Tuweke sawa. Ingawaje kwamba kwa sisi mashehe na maaskofu unasema ukufanya sawa, lakini kafanya utafanya nini? Basi unampeti tu hapo hapo. Unafikiri mtoto wako akikosea katoka nje yako, sasa kitu taratibu utasema awawe? Huwezi kusema. Basi bila shaka kuna siku atarudi. Nina dakika moja. Nashukuru sana kwa siku hii ya leo. Kama itazingatiwa kwamba tupate kamati ya kushughulikia mambo haya, itakuwa ni vizuri sana na tutaishi kwa amani kabisa. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. ارتضيناها شعارا للحياة امتثل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة امتثل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما عزمنا